Yes, mtazamaji wa Nteze Media, karibu tena siku leo kupitia Nteze Media. Karibu sana kwenye nje box ya Nteze Media. Kwanza ni ukumbushe comment, kulike na kushare, pia kusubscribe kwenye Nteze Media. Mambo yatakuwa ni mazuri kabisa sababu wewe ni mtu wetu wa thamani, tunakuthamini sana na wewe ni mtu wetu wa heshima kweli kweli. Kupitia nje box ya Nteze Media leo tunatazama makocha wa timu ya Simba Sports na Stellenbosch. Yes, kocha wa Stellenbosch anaitwa Steve Barker. Yes, lakini kocha wa Simba anaitwa kocha Fadlu Davis. Kila mtu anamfahamu. Kocha Fadlu Davis ni mzao Afrika Kusini na timu ya Stellenbosch ni timu inatokea Cape Town pale Afrika Kusini, na kipindi kocha Fadlu Davis yuko sehemu ya timu za pale Afrika Kusini anaitambua vizuri kabisa timu ya Stellenbosch. Mpaka sasa inashika nafasi ya 3 kwenye ligi ya PSL pale Afrika Kusini baada ya mchezo wao wa juzi kuwapiga Mamelodi Sundowns 1-0. Ya Steve Barker leo tunazungumzia makocha hawa, falsafa zao na aina ya michezo yao. Lakini kitu ambacho ni tofauti kabisa kwa timu ya Stellenbosch, wao wanasema inao wachezaji wanacheza kwa speed na kasi kutokea nyuma, wanafanya build up kuanza katikati na pia kupeleka mashambulizi ya hali ya juu kabisa kwa timu mpinzani. Kitu ambacho ni tofauti michezo miwili ambayo wamecheza ya robo finali pale Afrika Kusini dhidi ya Zamalek, ambao mchezo ulimalizika kwa 0-0 bila kufungana, na mchezo pale Afrika mchezo pale Cairo Misri, ambapo Stellenbosch ilibuka na ushindi bao 1-0 dakika 80 ilifungwa bao muhimu kabisa na timu hiyo kuibuka na ushindi bao 1-0 na kufuzu kwa nusu finali. Lakini tukitazama michezo miwili ya Simba ambao wamecheza pale pale Misri katika jimbo la Suez Canal, mnyama Simba alifunga bao 2-0 kwenye robo finali ya kwanza, lakini mnyama Simba kwa Mkapa Dar es Salaam alishinda kwa mikojo ya penalty 4-1 na kufanya Simba kufuzu mpaka nusu finali. Kwa ukitazama hizi timu zote, kila mtu ana aina uchezaji wake, ana falsafa yake, sababu tukianza na coach Fadlu Davis ambaye sisi sana tunamtazama kupitia ligi kubara hapa nchini Tanzania na michezo kadhaa kimataifa na kombe shirikisho hapa nchini Tanzania, anaingia na mfumo wa 4-2-3-1 ambapo katikati anakuwa na Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma wakifanya kazi chafu pale katikati. Lakini kwa upande wa Steve Barker wa Stellenbosch, yeye ni mtu ambaye anapenda zaidi kushambulia kupitia pembeni na pia anatamani sana kuvunja ngome ya katikati ili kuhakikisha wale viungo wake wanakuwa very aggressive na pia wale mawingo wa pembeni wanakuwa kwa vizuri zaidi kuhakikisha wanatengeneza nafasi ya goal. Ndio maana Zamalek akapata sana shida sababu alipata timu ambayo ni pinzani kweli kweli. Je, kocha Fadlu Davis atafanya kitu gani kuwazuia hawa wachezaji wa Stellenbosch? Yeye binafsi anaitambua timu ya Stellenbosch kwa sababu alikuwa ni sehemu ya kocha Orlando Pirates. Kwa hiyo atakuwa anaitambua vizuri falsafa yao, aina ya michezo yao, na pia Steve Barker anamtambua vizuri kama kocha wa Stellenbosch. Hii Nteze Media, karibu tena.